Kuhusiana na swala la mchanga wa dhahabu, unauliza kwamba inakuwaje miaka yote tumeishauri serikali ichukue hatua na sasa imechukua hatua halafu tunalalamika. Naomba niweke wazi kwamba miaka yote tumeambia serikali ichukue hatua sahihi, sio hatua yoyote na sio hatua holela na sio hatua za kijinga. Swala la hatua zipi ni sahihi, tatizo letu kubwa kama ambavyo tumesema miaka nenda rudi, tatizo letu kubwa ni kwamba sheria zilizotungwa na bunge la Tanzania mwaka 97, mwaka 98, mwaka 2010, hizi sheria ndio zimefanya nchi hii inakosa mapato kwenye uchimbaji madini hasa dhahabu. Sheria ndio inayosema wawekezaji hawalipi kodi mpaka watangaze kwamba wamepata faida, na kwa sababu wamekuwa hawatangazi faida, wamekuwa hawalipi kodi. Pili, sheria hiyo hiyo inasema kwamba wawekezaji wanaruhusiwa kumiliki madini yote wanayochimba 100%. Huu mchanga sio wa kwetu. Magufuli anataka kuaminisha watu kwamba huu mchanga ni wa kwetu. Mchanga sio wa kwetu. Kwa mujibu wa sheria, huo mchanga ni wa hao wazungu, hao wakasia, sio mchanga wa kwetu. Ni mchanga wa wawekezaji kwa sababu sheria za Tanzania zimesema hivyo tangu mwaka 98. Na sheria hizo zimesema hawa ambao mchanga huu au dhahabu ni mali yao, wana haki ya kuiondosha nchini. Wakipata hela wanaziondosha nchini zote. Wanachotakiwa kuweka ni kile cha kuwezesha uchimbaji kuendelea. Tatu, tumesema kwa hiyo ukiachia sheria, Tanzania vile vile imesaini makubaliano ya kimataifa. Kuna makubaliano yanaitwa makubaliano ya kimataifa ya ulinzi wa uwekezaji, Multilateral Investment Guarantee Agency Convention, the MIGA Convention. Inasema ukialika wawekezaji nchini kwako, unatakiwa ulinde mali zao. Huna ruhusa ya kuzikamata, huna ruhusa ya kuzitaifisha. Ukizitaifisha utashtakiwa kwenye mahakama za kimataifa, utawalipa hasara yao. Tumesaini huo mkataba. Tumesaini mikataba kati ya nchi na nchi. Tumesaini mikataba na Canada na Marekani na Uingereza, nchi lukuki, zaidi ya nchi 20 za kulinda wawekezaji wa kutoka nchi hizo. Na mikataba tuliyosaini inasema linda mali za hao uliowakaribisha nchini kwako. Sasa Magufuli amekamata mchanga, halafu anaambia Watanzania hivi, huo mchanga una bilioni 800 hadi trilioni 1.4. Hiyo ni rubbish, takataka. Taarifa zote za kijiolojia za miaka mingi zinazoonyesha utajiri wa madini mbalimbali katika nchi hii zinaonyesha wazi. Serikali ingezitaka ingezipata, au wanazijua, wanapotosha ukweli tu. Bulyanhulu na Buzwagi hazina utajiri wa aina hiyo, hazijawahi kuwa na utajiri wa aina hiyo, na hatuna utajiri wa aina hiyo. Rais amepotoshwa na anapotosha Watanzania. Watanzania wanafikiria mali iko kwenye nini? Iko kwenye makonteina. Mali iko migodini wanakosafishia dhahabu. Geita, mgodi wa dhahabu wa Geita. Mgodi wa dhahabu wa Geita ndio mgodi mkubwa kuliko mgodi mwingine wote nchi hii. Unazalisha wakia 600,000 kwa mwaka. Zote zinasafishiwa mgodini na zote zinakwenda. Magufuli hana shida na dhahabu inayokwenda ya Geita. Hana shida kwa sababu tu inasafishiwa Geita. Mgodi wa Nyamongo Tarime unatoa wakia kwa mwaka 280,000 kwa mwaka. Zote zinasafishiwa mgodini na zote zinakwenda. Kodi hamna, hakuna chochote. Kwa Magufuli hiyo wala sio shida. Mradi wanasafishia Nyamongo, hakuna wizi. Tumepigwa Nzega
tulikuwa na mgodi pale unaitwa Golden Pride na Biharamulo, mgodi wa Tulawaka. Wazungu wamechimba madini miaka 10, wamemaliza kila kitu. Yamebaki mashimo na mamilima na maji machafu. Kwa sababu ilisafishiwa Nzega na imesafishiwa Tulawaka kwa Magufuli, huo sio wizi. Wizi tu ni ukipakia magwangala ukayapeleka Dar es Salaam ili yaende nje. Kwa hiyo Watanzania wanadanganywa. Mali iko huko wanakosafishia. Huu mchanga ulioko baharini huu bandarini hapa, ambao ndio focus kubwa. Wataalamu wa serikali yenyewe, wa TRA, wa TMA, wa GST ya Profesa Mruma wamesema kwa miaka yote mchanga ule una 5% ya dhahabu, kwa sababu 95% inasafishiwa Bulyanhulu na inakwenda. Iliyoko bandarini ni 5%. Halafu mnadanganywa Watanzania wasiojua, wanaambiwa bilioni 800, trilioni ngapi? Rubbish. Uongo mtupu ambao lengo lake ni kudanganya hao wasioelewa. Mali inaondokea mgodini. Ndio maana kila mwenye mgodi ana kiwanja chake cha ndege. Kuna kiwanja cha ndege Bulyanhulu, kuna kiwanja cha ndege Geita, kuna kiwanja cha ndege North Mara Tarime, kuna kiwanja cha ndege Geita, wapi hapa walipomaliza? Tulawaka, Biharamulo na Nzega kulikuwa na kiwanja cha ndege. Kwa sababu wakishamaliza mali wanapakia kwenye ndege bomba. Yote hiyo Magufuli hana shida nayo. Ana shida na haya magwangala ya bandarini. Anadanganya wasioelewa. La mwisho. Tumesema kama kweli serikali ya Magufuli, kama ni wa kweli, tatizo la kwanza wanalohitaji kulifanyia kazi, badilisha sheria. Badilisha sheria inayosema dhahabu hii ni mali ya wawekezaji. Badilisha sheria inayosema fedha wanayopata ni yao yote. Badilisha sheria inayosema pesa yao wakiipata kutokana na dhahabu mliowapa wanaiondosha yote. Badilisha sheria inayosema hawawezi wakalipa kodi mpaka watangaze faida. Kama hubadilishi sheria, unapigana na takataka iliyoko bandarini kwenye makonteina, unadanganya watu. Na hawa Watanzania hawastahili kudanganywa. Sasa mimi nimesema na nitasema mahali popote, kwa hili kama ambavyo miaka 20 nimepinga sera za uwekezaji za Magufuli na CCM wenzake, kwa hili vile vile nitampinga, na nitampinga hadharani, kwa sababu anadanganya Watanzania wasioelewa. Nitampinga popote, na sio hakuna kosa la jinai kwenye kufanya hivi. Kama kweli analinda mali zetu, ondoa sheria zilizowakabidhi wazungu hawa mali. Kama huondoi, unatudanganya. Unanipata? Kuna kingine kitu. Kuna tume nyingine. Asante sana. Na hilo ni muhimu sana. Kuna hoja hii, udanganyifu mwingine. Waongo ni waongo. Kuna udanganyifu mwingine. Tunaambiwa hivi, tumeshapata matokeo ya tume ya Profesa Mruma. Matokeo ya tume ya Profesa Mruma kisayansi ni takataka. Takataka kabisa. Rubbish. Haitamaliza nusu saa mahakamani popote, iwe Tanzania, iwe kwenye mahakama za kimataifa. Hiyo ripoti ya Profesa Mruma ni rubbish. Haitamaliza nusu saa. Sasa hii ambayo tumeambiwa tuisubirie, ya wataalamu wengine wa uchumi na wanasheria, rubbish. Naomba nieleze. Nimesema hivi, tatizo la kimsingi la madini Tanzania ni mfumo wetu wa kisheria. Na hili tatizo tumelifahamu muda mrefu sana. Mimi binafsi nimeanza kuandikia haya masuala ya kwamba tatizo ni sheria. Nimechambua hizi sheria mwaka 99, miaka mingapi iliyopita? Miaka 18 sasa. Nimeandikia
kuanzia mwaka 98. Kuna watafiti wengine binafsi kama mie ambao vile vile wameandikia haya maswala, utaratibu mbovu wa kisera na kisheria uliopo kwa muda mrefu sana. Baadaye serikali kwa sababu ya kelele zetu ikaanza kuchukua hatua. Mwaka 2004 waziri mkuu akiwa Sumaye akaunda tume ya wataalamu wa serikali inaongozwa na mtu anaitwa Dr. Jonas Kipokola. Alikuwa